والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. hawangojei hal yanzuruna illa an ta'tiyahum almalaika, hawangojei hao washirikina wa Makka isipokuwa kujiliwa wao na malaika, au yaati ya rabbuka, au ya bwana wako, au yaati ya ba'd ayati rabbik, au kuja baadhi za alama za Mola wako. Yauma yati ba'du ayati rabbik, siku zitakapokuja baadhi za alama ishara za Mola wako. La yanfa'u nafsan imanuha, haitonufaika nafsi kwa kule kuamini kwake. Lam takun amanat, nafsi ambayo haikuwa amanat, imeamini min qablu, huko nyuma, au kasabat fi imaniha khairan, au haikuchuma katika kule kuamini kwake kheri yoyote, ima ikiwa haijaamini au iliamini lakini haikuchuma kheri yoyote katika imani yake. Qul intadhiru inna muntadhirun, mwambie Muhammad, ngojeni, hakika sisi vile vile ni wenye kungojea siku hii. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika, hawangojei isipokuwa kujiliwa wao na malaika. Manake hal yantadhiru alladhina a'radu wa saddu an sabilillah, hawangojei wale ambao walipa nyongo na wakazuia watu kutokana na dini ya Allah. Illa an ya'tiyahum malakul maut, isipokuwa kujiliwa wao na ule malakul maut, malaika yule ambaye amewakilishwa katika kuchukua roho za wale, wa awanuhu, na wale wasaidizi zake, liqabdhi arwahihim, kwa ajili ya kukabidhi au kwa ajili ya kuchukua roho zao. Kwa hiyo tunapozungumzia malaika hapa tunakusudia wale malaika watoaji roho, sawa? Malaika wale watoaji roho tunakusudia hapa, ni maana kwamba hawangojei isipokuwa kujiliwa na kifo. Hawangojei isipokuwa kujiliwa na kifo, kwa sababu malaika wale ambao watakutoa roho zako, malaika roho zao ni kuonyesha kwamba muda wao wa kufa umalizika. Manake hakuna amali wanayoifanya katika amali za kheri, kumtii Allah tabaraka wa taala, kutekeleza amri zake, hawana wanachongojea isipokuwa ni kujiwa na kifo tu, wafe waondoke katika hii dunia, ikawa hawana lolote wanalifanya katika dunia hii. Hawa ni watu waovu, hawa ni watu wenye kumwasi Allah tabaraka wa taala. Hal yanzuruna, hawangojei, nadhara ikiwa na maana intadhara hapa, illa an ta'tiyahumul malaika, isipokuwa watakapojiliwa wao na malaika kwa ajili ya kuwatoa roho zao, liqabdhi arwahihim, kwa ajili ya kule kuchukua roho zao. Au yaati ya rabbuka, au atakapowajia bwana wako. Na hii an yaati ya rabbuka malaki, au atakapowajia bwana wako. Ya Muhammad, Muhammad, bilfasli baina ibadihi, kwa ajili ya hukumu kati ya waja wake. Yauma alqiyama, na hii inakuwa ni siku ya kiyama. Yauma alqiyama, na ni siku ya kiyama. Na ujaji wa Allah tabaraka wa taala ni al-ityanu haqiqiyya, ni kule kuja kwa Allah kwa uhakika kabisa, yaliku bijalalihi wa azamatihi, kuendana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sifa dhatia fi'liyan, sifa ya utendaji wa Allah tabaraka majiu, ni kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala: wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, na atakuja bwana wako yaumul qiyama, wal malaku, na malaika pia vile vile, saffan saffa, hali ya kupanga safu, malaika hali ya kupanga safu. Au yaati ya ba'du ayati rabbika, au istakapowajilia baadhi za ishara alama za bwana wako. Manake yaati ba'du asharati saa, manake istakuja baadhi za alama ya kiyama, wa alamati, na alama zake, adalla ala majiiha,
alama ambazo zenye kufahamisha juu ya kule kuja kwake kiyama. Wa hiya nayo tului shamsi min magharibiha, na miongoni mwa alama hizo ni kuchomoza jua kutoka katika magharibi, kutoka magharibi yake. Siwa tumezoea kwamba jua linapopambaukiwa asubuhi tunaliona jua linachomoza wakati wa upande wa mashariki, wakati wa asubuhi upande wa mashariki. Itakuja fikia wakati kwamba jua litatokea upande wa magharibi kuchomoza kwake. Hii ni katika alama vile vile kusimama kiyama. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala aliposema au yaati ya ba'du ayati rabbika, au zitakapowajilia baadhi za alama ishara za Bwana wako, manake hapa nazungumzia asharatu saa, zile alama za kiyama. Sawa, zimekuja katika hadithi Bwana sallam amestaja alama 10 za kiyama. Miongoni mwa hizo 10 ni tuluu shamsi min magharibiha, ni kuchomoza kwa jua kutokea upande wa magharibi yake, kutoka katika upande wa magharibi. Yauma yati ba'du ayatika, siku zitakapokuja baadhi au zitakapowajilia baadhi za alama wa Bwana wako, alama za Mola wako. La yanfa'u nafsan iman, haitonufaika nafsi kwa kule kuamini kwake. Manake imani haitoinufaisha nafsi. La yanfa'u nafsan imanuha, haitonufaika nafsi kwa kule kuamini kwake. Lam takun amanat, nafsi ambayo haikuwa ni yenye kuamini min qablu, huko zamani, huko nyuma. Hapa inazungumziwa nafsi ya kafiri, nafsi ya mshirikina, ikiwa labda kwamba haikuamini alafu ndio inatangaza imani baada ya kutekeleza alama hizo, nafsi hiyo itakuwa imani ile itakuwa haiwezi kumnufaisha kwa chochote, haitomfaa imani, wala yuqbal minha, wala hapa haitokubaliwa imani hiyo kutoka katika nafsi hiyo. Au kasabat fi imaniha khairan, au haikuchuma, manake haikuwa ni yenye kuchuma katika kule kuamini kwake kheri yoyote. Labda ilikuwa ni nafsi yenye kuamini, lakini haikufanya amali yote ya kheri. Pia baada ya kuchomoza jua upande wa magharibi kuelekea mashariki, itakuwa mlango wa toba umefungwa wakati, kwa mlango wa toba umefungwa wakati. Qul intadhiru inna muntadhirun, waambie Muhammad hawa ngojeeni nini? Majia dhalika, kuja vitu hivyo. Lita'lamu almuhiqqa min almubtil, ili mpate kumjua yule mwenye kufanya haki, yule mpate kumjua yule mtu wa haki kutokana na yule mtu wa batil. Inna muntadhiruna, na sisi ni wenye kungojea hilo. Innal ladhina farraqu dinahum, hakika wale ambao waliofarikisha dini yao. Wakanu shia, na wakawa ni makundi kwa makundi. Lasta minhum fi shay, hauna wewe Muhammad kwa wao chochote, hauna dhambi katika hilo. Innama amruhum ila Allah, hakika hapana vingine, jambo lao liko kwa Allah tabaraka wa taala. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kisha atawapa habari Allah kwa yale ambayo wakiyafanya, wakiyatenda hiyo siku ya kiyama. Na hapo anazungumziwa Mayahudi. Yahudi walikuwa wote ni wamoja, Yahudi na Manaswara. Sasa walafu wakatofautiana wao katika dini yao, zikatokea ikhtilafu kubwa kabisa. Mayahudi wakatofautiana na Manaswara vile vile wakatofautiana, kwa ni makundi kwa makundi, lakini mwanzo wa jambo walikuwa ni wamoja wote, wanafuata Taurati, na vile vile wengine ambao ni wa Manaswara nafuata Injili. Kile baada ya hapo wakafarikiana. Innal ladhina farraqu dinahum, hakika wale ambao waliotenganisha dini yao, waliofarikisha dini yao. Ay innal ladhina farraqu dinahum ba'da ma kanu mujtami'in ala tauhidillahi wal amal bi shar'ihi, hakika wale ambao waliofarikisha dini yao baada ya kuwa ni wenye kukusanyika juu ya kumpokesha Allah na kuifanyia kazi sheria yake. Wakanu shi'ana, wakawa ni makundi, bimaana fa asbahu firaqan wa ahzaban, wakawa ni makundi na ni makundi vile vile. Lasta minhum fi shay'in, haukuwa ya Muhammadi
kwa wao haukuwa na chochote. Ni maana yeye Muhammad ni wenye kujitenga na wao, haupo katika wao. Innama amruhum ila Allah, hakika hapana vingine jambo lao lenye kuegemeza kwa Allah, bi maana hukumu yao ipo kwa Allah tabaraka wa taala. Thumma yunabbiuhum bima kanu yafalun, kisha atawapa habari Allah kwa yale ambao walikuwa wakiyatenda, sawa, biamalihim, kwa matendo yao. Allah atakwenda kumlipa yule mwenye kutubu katika wao na akafanya mema, na Allah atakwenda kumwadhibu yule mwenye kufanya makosa katika wao kutokana na makosa yake. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, na yoyote atakayekuja siku ya Kiyama kwa jema moja alilofanya, falahu ashru amthaliha, basi atapata yeye malipo thawabu 10 mfano wake. Jema moja tu ambalo atakwenda kuna nalo mja siku ya Kiyama, malipo ataanzia 10 kwenda mbele. Man jaa bil hasanati, na yoyote atakayekuja siku ya Kiyama kwa jema moja alilofanya huko duniani, falahu ashru amthaliha, bas atapata yeye malipo 10 mfano wake, mfano ile jema moja. Ay man laqiya rabbahu yawm alqiyamati bihasanatin min al'amali salih, yule ambaye atakayekutana na Bwana wake siku ya Kiyama kwa jema moja tu alilofanya katika matendo yake, falahu ashru hasanati amthaliha, bas ana yeye 10 katika malipo mfano wake. Manake atalipwa 10 jema moja 10, manake ukienda na mema 10 sawa, utazidisha utatangaza, utajumlisha sawa, kuonyesha kwamba mtu anapofanya amali moja tu ya kheri, basi malipo yake mbele ya Allah yanaanza 10 kwenda mbele, na ikiwa ni mtu mwema, ikiwa ni muhsin mwenye kufanya amali kufanya amali. Wa man jaa bisayyiati, na yule atakayekuja siku ya Kiyama atakayekutana na Mola wake siku ya Kiyama kwa ovu moja alilofanya, fala yujza illa mithlaha, basi hatolipwa isipokuwa mfano wake, mfano ile kosa moja. Maana akifanya dhambi moja atalipwa, akifanya kosa moja atalipwa dhambi moja, kosa mawili madhambi mawili tutakapolipwa hivyo. Wa hum la yudhlamuna, hali yakuwa wao hawatokunjwa, bimaana hawatodhulumiwa ule wizani wa sisimizi, bimaana wizani wa ulichovu. Wa man laqiya rabbahu bisayyi'atin, na yule atakayekutana na Bwana wake bisayyi'atin, kwa kosa moja, fala yuaqab illa bihi, hatoadhibiwa yeye isipokuwa kwa mfano wake, maana hatolipa madhambi isipokuwa kwa dhambi moja tu. Wa hum la yudhlamuna mithqala dharra, na wao hawatodhulumiwa wizani wa ulichovu. Kwa tukithirisheni kufanya matendo mema ili tulipwe makubwa zaidi ya hivyo, na tunamwomba Allah aturuzuku ikhlas katika mambo yetu. Qul, sema Muhammad kuambia hawa washirikina, innani hadani rabbi ila siratin mustaqim, hakika mimi ameniongoa mimi Bwana wangu kuelekea njia iliyonyooka, dinan qiyama, hali ya kuwa ni dini iliyonyooka, millata Ibrahim hanifa, milla Ibrahim hanifan, hali ya kuwa ni mtifu, wama kana min almushrikin, na wala hakuwa Ibrahim ni katika washirikina. Allah tabarak wa taala anamfanyia taskia mtume wake Ibrahim, kipenzi chake, kila wakati, kila anapopita katika mazungumzo yake umepusha na ushirikina, kwamba si katika washirikina kama wanavyodai baadhi ya milal katika dini. Qul, sama Muhammad, ay qul ya Muhammad lihaulai almushrikin, waambie Muhammad kuambia hawa washirikina, innani hadani rabbi, hakika mimi ameniongoa mimi Bwana wangu, ay innani arshadani rabbi ila tariqi alqawi, hakika mimi ameniongoa Bwana wangu ila sirati mustaqim, katika njia iliyonyooka, almusil ila jannati, njia ambayo ni yenye kumpeleka mtu katika pepo yake Allah tabaraka. Wa huwa dinu alislam, na ni dini ya Uislamu, alqaim biamri dini wal akhirah, dinan qiyaman, hali ya kuwa ni dini qiyaman iliyonyooka. Wa huwa dinu tauhid, na ni dini ya tauhid. Millata Ibrahima, ni mila ya Nabii Ibrahim, hanifan, hali ya kuepukana na dini zote na kukamatana na Uislamu,
wama kana min almushrikin, na wala hakuwa huyo Ibrahim alayhi salatu wassalam min almushrikina, ni katika wale wenye kumshirikisha Allah, ay min almushrikina ma Allah. Sasa ni katika wale wenye kumshirikisha pamoja na Allah na kitu kingine. Qul, waambie Muhammadi hawa washirikina, inna salati, hakika swala zangu, wa nusuki, na ibada zangu za haji na umra, wa mahayaya, na uhai wangu, wa mamati, na kufa kwangu, lillahi, ni vya Allah vyote hivyo, rabbil alamin, bana wa ulimwengu wote. Waambie Muhammad manake aya hii inathibitisha ile tauhid al-uluhiyya, tauhid ar-rububiyya, sawa, tauhid al-asma' wa sifat, tena thibitisha. Qul, sama Muhammad, bimana qul ya Muhammad li haula'i al-mushrikin, waambie Muhammad kuambia hawa washirikina, inna salati, hakika sala zangu, wa nusuki, na ibada zangu za kuchinja, wa mahayaya, na uhai wangu, wa mamati, na kufa kwangu, lillahi, vyote ni vya Allah, hivyo viko ndani ya milki ya Allah, rabbil alamin, bwana wa ulimwengu wote. Ay inna salati wa nusuki, hakika sala zangu, wa nusuki, na ibada zangu za kuchinja, ay dhibhi lillahi wahda, ni kwa ajili ya Allah tabaraka, la lil asnam wala lil amwat wala lil jinn, si kwa ajili ya masanamu wala wafu wala majini, wala li ghairi dhalik, wala visokuwa hivyo, mimma tadbahunahu li ghairi Allah, katika vile ambavyo mnavichinja basi si kwa ajili ya Allah, wala ila ghairi ismihi, wala si kwa ajili ya jina lake, kama tafalun, kama mnavyofanya hivi sasa. Wa mahayaya wa mamati, na uhai wangu, manake na uhai wangu na kufa kwangu, lillahi, ni milki ya Allah taala, hali ya kuwa ametukuka, rabbil alamin, bwana wa ulimwengu. Qul, waambie Muhammad, aghaira Allahi abghi rabba, hivi asiyokuwa Allah nitake mola mwingine, huwa rabbu kulli shay, na yeye ndiyo bwana wa kila kitu. Nimeruka. Tayeb, qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la, hana mshirika yeye. Wa bidhalika, na kwa ajili hiyo, umirtu, nimeamrishwa, wa ana awwalul muslimin, na mimi ndio wa mwanzo katika Uislamu, min hadhihi al-umma, katika umati huu Muhammad, Muislamu wa mwanzo katika Muislamu wa kwanza katika umati huu, rasuluna Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la sharika lahu, hapana mshirika yeye, maana hana mshirika yeye Allah, fi uluhiyatihi, katika ule uungu wake, wala fi rububiyyatihi, wala katika ule ubwana wake, wala fi asma'ihi, wala fi sifatihi wa asma'ihi, wala si katika sifa zake na majina yake. Wa bidhalika, na kwa ajili hiyo, manake wa bidhalika tauhid al-khalis, na kwa huko kumpokesha Allah kuliko takasika na ushirikina. Umirtu, ndio nimeamrishwa, ay amarani rabbi jalla wa ala, ameniamrisha mimi bwana wangu, wa ana awwalul muslimin, na mimi ndio wa mwanzo katika Waislamu, manake wenye kukiri na kumfuata Allah katika umati. Qul, waambie Muhammad, aghaira Allahi abghi rabba, hivi asiyekuwa Allah nitake mola mwingine, wa huwa rabbu kulli shay, na yeye Allah ndiyo bwana wa kila kitu, wala taksibu kullu nafsin illa alayha, na wala haichumi kila nafsi illa alaiha, isipokuwa ni juu ya nafsi yake, manake inaichumia nafsi yake yenyewe. Wala taziru waziratun wizra ukhra, na wala haitobeba nafsi yenye kufanya madhambi ya nafsi nyingine. Thumma ila rabbikum marji'ukum, kisha kwa bwana wenu mtarejeshwa, fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, na atawapeni habari Allah kwa yale ambayo mlikuwa nyinyi mkitofautiana huko duniani, min amri dini, katika mambo ya dini, peni habari katika dini. Qul, waambie Muhammad, ya Muhammad, waambie hawa, aghaira Allah, hivi hasiyekuwa Allah, abghi rabba, nitake bwana mwingine. Aghaira Allah, hivi asiyekuwa Allah, abghi rabba, nitake bwana mwingine, sikana hiyo. Wa huwa rabbu kulli shay'in, na yeye Allah ni bwana wa kila kitu, manake Allah ni muumba. Rabbu ikiwa na maana ya khaliq, Allah yeye ni muumba wa kila kitu. wa malikuhu, ndiye mwenye kukimiliki, wa mudabbiru, naye Allah ndiyo mwenye kukipangilia.
wala taksibu kullu nafsin, na wala haitochuma kila nafsi illa alaiha, isipokuwa ni juu ya nafsi, manfaa tarudi katika hiyo nafsi. Wala ya'malu ayu insani amalan sayyi'a, kwamba haitendi, manake hafanyi amali mwanadamu yote amali iliyokuwa mbaya, illa kana ithmuhu alayhi, isipokuwa itakuwa madhambi yake atarudi kwa mwanadamu. Ndio ile wala taksibu kullu nafsi, wala haichumi kila nafsi kuchuma matendo mabaya, illa alaiha, isipokuwa madhara atarudi katika nafsi hiyo. Wala taziru waziratun wizra ukhra, na wala haibebi nafsi yenye kufanya madhambi. Wala taziru manake wala tahmil, waziratun maana nafsun athima, wala haitobeba nafsi yenye kufanya madhambi, wizra ukhra, madhambi ya nafsi nyingine. Na hii ndio maana maneno ya Allah pale aliposema wa an laysa lilinsan illa ma saa, wa an laysa lilinsan, kwamba hana mwanadamu illa ma saa, isipokuwa lile ambalo aliloliangaikia hapa, ndio atakwenda kulidiriki kwa Allah tabaraka. An laysa lilinsan illa ma saa. Thumma ila rabbikum, kisha kwa Bwana wenu tu, marji'ukum, ndio marejeo yenu, ay ma'adukum yawm al-qiyamah, ndio marejeo yenu siku ya Kiyama. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, na watawapeni habari ni Allah kutokana na yale ambayo mlikuwa huko duniani mkitofautiana katika mambo ya dini yenu. Wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifa al-ard, hii Allah ndio aliyowajalia nyinyi ni makhalifa, ni viongozi wa ardhini. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, na akawainua nyinyi kwa daraja nyingi. Liyabluwakum fima ataakum, ili awaonje nyinyi katika yale aliyowapeni nyinyi. Inna rabbaka sari'ul iqab, hakika Bwana wako mpesi wa adhabu. Wa innahu laghafurur rahim, na hakika yeye Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwenye huruma. Allah subhanahu, Allah kutakata mawi kwake, walladhi ja'alakum, yeye Allah ndio aliwafanya nyinyi takhlifuna man sabaqakum fil ard, mnawafuatiza wale ambao waliwatangulizeni nyinyi katika hii ardhi, mwafuatiza sawa. Baada an ahlakahumullah, baada ya Allah kuwaangamiza wao, mnawafuatiza na kuwafuata sawa. Wa huwa alladhi, na yeye ndiye ambaye ja'alakum khalaifa al-ard, ndio aliyowajalieni nyinyi khalaifa al-ard, ni watawala, viongozi, makhalifa wa ardhi, maana kwa khalifa wa ardhini. Allah anafanya hivyo bimaana wastakhlafakum fiha, na akawafanya ni makhalifa nyinyi humo, litaamuruha ba'dahu, ili mpate kuipatiliza na kuiamirisha hiyo ardhi, bitaati rabbikum, wa kumtii Bwana wenu. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, na akawainua nyinyi kwa nyinyi daraja nyingi, manake akawainua kwa daraja, huyu akampa daraja hii, huyu akampa daraja hii, huyu akampa daraja hii. Hii ndio maana wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Nini Allah anafanya hivyo? Liyabluwakum fima ataakum, ili apate kuwapa majaribio nyinyi Allah katika zile neema ambazo alizowapeni, neema katika neema zake. Inna rabbaka sari'ul iqab, hakika Allah ni mpesi zaidi wa adhabu, lakini mpesi mno, ay muharaka wa adhabu. Wa innahu laghafurur rahim, hakika Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwenye huruma kwa waja wake. Al-Ghafur wal-Rahim ismani karimani, majina mawili matukufu, min asma'illahi al-husna, katika majina ya Allah yaliyo mazuri. Suratul An'am imemalizika, Suratul An'am imemalizika habari yake, ambayo ina aya takriban 165. Sura inayofuatia ni Suratul A'raf. Suratul A'raf ndiyo sura inayofuatia, na neno A'raf kama utakavyoona huko ni mabonde, sawa. Manake ni sehemu ambazo ziko juu kidogo, kuna umma pale watakaa kwa muda mrefu. Tutaelezea habari zao ambao wanaitwa ashabul a'raf, watu wa mabondeni, sawa.
umma huu tutaelezea habari yake huko mbeleni. Suratul A'raf, bismillahir rahmanir rahim. Qala Allah ta'ala alif lam mim sad. Hizi ni katika hurufu al-muqatta'a. Tumeelezea habari yake fi awwal surati al-Baqara, katika mwanzo huko wa surati al-Baqara tumeelezea habari hii. Kitabu hichi ni kitabu, manake ni khabaru limubtada al-mahdhuf, taqdiru al-kalam hadha kitabun. Hichi ni kitabu. Kitabun hichi ni kitabu, unzila ilayka, kimeteremshwa kwako ya Muhammad. Fala yakun fi sadrika haraj, basi pasiwe katika kifua chako dhiki yoyote, minhu, kutokana na kitabu hicho. Litundira bihi, ili waonye watu kwacho, maana kwa kitabu hicho. Wa dhikra lilmu'minin, na ni ukumbusho kwa wale waumini. Kitabu hichi ni kitabu, bimaana hadha alquranu, hii Qurani hii, kitabun adhimun, ni kitabu kikubwa. Kwa maana maneno haya anzalahu Allahu alayka ya Muhammad, amekiteremsha kitabu hicho Allah kwako wewe ewe Muhammad. Ndio maana maneno fala yakun fi sadrika shakkun min, bas pasiwe katika kifua chako shaka yoyote kutokana na kitabu hicho. Fi annahu unzila min indillahi, kwamba kitabu hicho kimeteremshwa kutoka mbele ya Allah. Wala tataharraj fi iblaghihi, na wala usiwisi dhiki, usiisi ule ufinyo sasa katika kufikisha kwake. Walindhari bihi, na kuwaonya watu kwa kitabu hicho. Anzalnahu ilaika, tumekiteremsha kitabu hicho kwako wewe. Litukhawifa bihi alkafirin, ili upate kuwahofisha kwa kitabu hicho makafiri. Watudhakkira almu'minin, na upate kuwakumbusha waumini ambao sisi tupate ukumbusho na kitabu. Na alhamdulillah rabbil alamin, kitabu hichi tukikisoma tunapata ukumbusho mkubwa kabisa, kubwa alhamdulillah. Kitabu hichi ni kitabu kitukufu, unzila ilaika, kimeteremshwa kwako wewe ewe Muhammad. Fala yakun fi sadrika haraj, basi pasiwe katika kifua chako dhiki yoyote, usisi dhiki na shaka, minhu, kutokana na kitabu hicho. Litundira bihi, ili upate kuwahofisha kwacho. Wa dhikra lilmu'minin, na ni ukumbusho kwa wale wenye kumwamini Allah tabaraka. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fuateni yale ambayo yaliyoteremshwa kwenu nyinyi kutoka kwa Bwana wenu. Wala tattabi'u min dunihi awliya, na wala msifuate badala yake Allah waungu wengine. Qalilan ma tadhakkarun, ni kuchache mno kukumbuka kwenu. Tuifanye hiyo mani masdaria, habari imalizike, habari ishe, lakini unaweza kuifanya pia kitu mengine baada kuyazungumza. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, na fuateni yale ambayo yaliyoteremshwa kwenu nyinyi kutoka kwa Bwana wenu. Wala tattabi'u min dunihi awliya, na wala msifuate asiyekuwa yeye Allah awliya, manake wapenzi wengine, waungu wengine. Tufanye qalilan ma tadhakkarun, ni kuchache mno kukumbuka kwenu, kuonyeka kwenu. Hapa khitabu hapo wanaambia watu wote, sio kama imehusishwa kwa watu fulani tu au wenye sifa ya fulani, wenye sifa fulani, la. Bimaana ittabi'u ayuha nnasu, fuateni enyi watu, ma unzila ilaykum min rabbikum, yale ambayo yaliyoteremshwa kwenu nyinyi kutoka kwa Bwana wetu. Min alkitabi wassunna, katika Qur'ani na hadithi. Bimtithali alawamir, wa kutekeleza amri zote. Wajtinabi nawahi, na kujikataza na makatazo yote. Jamani, tuko sawa? Wala tattabi'u min duni llahi awliya, na wala msifuate badala ya Allah awliya waungu, kashayatin, kama vile mashaitani. Wal ahbar, na wale wanawachuoni wenu. Waruhban, na watawa wenu. Arruhban manake ibada, wale wafanyaji wao ibada. Innakum qalilun ma tattaidun, hakika nyinyi ni kuchache mnavyoonyeka. Wata'tabiruna fatarji'una ila alhaq, kwa hivyo basi mtarejea katika. Wa kam min qaryatin ahlaknaha, na ni vijiji vingapi tulivyoviangamiza, vingi.
fajaaha ba'suna, na vikajiliwa vijiji hivyo na adhabu yetu, bayatan, usiku. Am hum qailun, hao ni wenye kupumzika wakati wa mchana, pia wakajiwa na hiyo adhabu yetu. Wa kam min qaryatin ahlaknaha, na ni vitongoji vingapi, ni vijiji vingapi tulivyoviangamiza. Maana ni vingi, kama ikiwa na maana ya khabaria. Kama hii haitaji jawabu, isipokuwa inakuja tu kwa ajili ya kujifakharisha Allah tabaraka. Tulia habari, ile habari toa habari kwamba Allah ameangamiza vitongoji vingi tu bwana. Sawa, qaryati Nuh, qaryati Lut, watu wa Hud wa Adi, wale wote waliangamizwa na Allah tabaraka. Fajaaha ba'suna, vikajiliwa vijiji hivyo na adhabu yetu. Basi kwa maana ya adhabu bayatan, wakati wa usiku. Am hum qailun, ama wao qailuni, ni wenye kupumzika wakati wa mchana. Min alqailuna, yani manake ima adhabu iliwajia wakati wa usiku, iliwajia wakati wa mchana. Wa kathirun min alqura, Sheikh wangu hapa anasema wa kathirun min alqura, manake anaitafsiri kama khabaria kinani. Wa kathirun min alqura, na vingi katika vijiji. Ahlakna ahlaha, tuliviangamiza watuwe. Bisababi mukhalafati rusulina, kwa sababu ya kule kupingana na kukhalifiana na mitume wetu. Wa takdhibihim, na kuwakadhibisha. Faaqabahum dhalika, na akawafuatishia Allah tabaraka wa taala kwa hilo. Khizya dunya, ili fedhea duniani. Mausulan, hali ya kuunganishwa. Bidhilli al-akhirah, na ule udhalili wa akhirah. Fajaahum adhabuna, ikawajilia wao adhabu yetu. Marra, baadhi ya wakati. Wahum naimuna laila, hali ya kuwa wao ni wenye kulala wakati wa usiku. Wa marratan, na baadhi ya wakati. Wahum naimuna naharan, na inakuwa ni wenye kulala wakati wa mchana. Wa khassa Allahu hadhain alwaqtain, Allah ameyahusisha nyakati mbili hizi, usiku na mchana. Liannahuma waqtani lissukuni walistiraha, kwa sababu hizo ni nyakati mbili. Lisukuni, kwa kutulizana. Walistiraha, na kupumzika. Yulili makipumzike usiku au mchana, sio ndio wakati mwenyewe umepumzika. Sasa Allah ndio ametisha adhabu yake. Famajiu aladhabi fihima, bas kuja adhabu katika wakati huo. Afdhahu wa ashad, yenye kufedhesha zaidi, na inakuwa ni kali zaidi. Kwani uonaje ikiwa kwamba mtu watembea alafu akushtua, na ule mtu ambao umelala mwenyewe wakoroma alafu aje kushtua kwenye kelele, ipi ambayo itakuwa inafedhesha zaidi? Ni pale ulipokuwa umelala. Au labda mwenyewe umepumzika, una feeling zako, wafikiria, alafu anakuja mtu anakuja kushtua, utajisifu. Maana kile inakuwa ni ashad, inaumiza mno, inaumiza. Sasa kwa adhabu za Allah kwa sikiwajia katika hali ya mapumziko yao, wana istiraha, ndio adhabu za Allah zikiwajia wakati huo. Wa kam min qaryatin ahlakna, na ni vijiji vingapi tulivyoviangamiza vijiji hivyo. Allah hataja vijiji na kuwavingamiza vijiji, anakusudia wale watu wa vijijini, watu wa miji ndio wanaangamizwa, watu wa miji ndio wanaangamizwa. Idh jaahum ba'suna, zamani pale ilipowajilia wao adhabu yetu. Ay fajaaha, na ikawajilia wao. Ba'suna, adhabu yetu. Bayatan, usiku, hali ya kuwa milala. Am hum qailun, ama wao ni wenye kupumzika wakati wa mchana. Fama kana da'awa, basi hayakuwa maombi yao, hata walikuwa wakiomba. Idh jaahum ba'suna, zamani ilipowajilia wao adhabu yetu. Illa an qalu, isipokuwa ni kusema tu. Inna kunna dhalimin, hakika sisi tulikuwa ni wenye kujidhulumu nafsi zetu. Alikuwa ndio maombi yao, alikuwa na madai yao yalikuwa kidai, manake walikiri. Fama kana da'awahum, manake hayakuwa maneno yao. Ndio tafsiri hivi. Idh jaahum ba'suna, zamani ilipowajilia wao adhabu yetu. Illa an qalu, isipokuwa ni kusema tu. Inna kunna dhalimin, hakika sisi tulikuwa huko duniani ni wenye kudhulumu. Ay fama kana qawluhum inda maji'il adhab, kwamba hayakuwa maneno yao zamani walipojiliwa na adhab. Illa al-iqrar, isipokuwa ni kuthibitisha na kukiri. Bidhunubi wal isar, wale madhambi na ule uovu waliofanya. Wa annahum haqiquna bil adhab, kwamba wao ni wenye kustahiki adhabu. Alladhi nazala bihi,
adhabu ambayo imewashukia wao. Falanas'alanna alladhina ursila ilayhim, na hapa tutawauliza wale ambao ursila ilaihim, wamepelekwa mitume kwao, tutawauliza watu hao. Wala nas'alanna almursalin, na tunaapa vile vile tutawauliza hao mitume wenyewe. Manake kwamba wale waliopelekwa mitume wataulizwa, na hiyo mitume yenyewe pia vile vile itaulizwa yaumul qiyama. Falanas'alanna alladhina ursila ilayhim, tunaapa tutawauliza wale ambao ursila ilayhim, wamepelekwa mitume kwao, tutawauliza. Wala nas'alanna almursalin, na hapa vile vile tutawauliza wale mitume, manake manabii wa Allah tabaraka. Fala nas'alanna al-umama alladhina ursila ilayhim al-mursalin, manake tutaziuliza zile nyumba ambazo imepelekwa kwa wao mitume. Sasa tutauliza madha ajabtum rusulana ilaykum, nini mliwajibu mitume wetu kwenu nyinyi, mwajibu nini? Wala nas'alanna al-mursalin, na tutauliza vile vile mitume an tablighihim risalat rabbihim, kuhusiana na kule kufikisha kwao ujumbe wa Bwana wao. Wa amma ajabatuhum bihi umamuhum, na yale ambao waliojibiwa na nyumba zao. Kila mmoja atauliza maswali. Falanaqussanna alayhim bi'ilm, na tutawaelezea wao kwa ujuzi. Wama kunna ghaibin, na wala hatukuwa sisi ni wenye kuwa mbali nao, wala tutawasimulia kwa ujuzi kabisa yale yote ambayo walikuwa wakiyafanya. Falanaqussanna alayhim bi'ilmin, tutawasimulia tutawaelezea wao kwa ilmu, kwa ujuzi. Manake habari ni kufungamana na ujuzi. Sawa. Wama kunna ghaibin, wala hatukuwa sisi ni wenye kuwa mbali nao. Imana falanaqussanna ala alkhalqi kullihim, tutawauliza wao, manake tutawasimulia viumbe wote, maamilu, kwa yale ambao waliotenda, biilmin minna, kwa ujuzi utokao kwetu sisi, liamalihim fi dunya, kwa yale matendo yao walikuwa wakiyafanya kwa dunia, fima amarnahum bih, katika yale ambao tuliwaamrisha wao, wama nahaynahum anhu, na yale ambao tuliwakataza wao. Wama kunna ghaibina anhu, hatukuwa sisi tuko mbali nao na kuepukana na wao, fi hali min alahwali, katika hali yoyote watakapokuwa. Walwaznu yawmaidhin alhaq, na kipimo cha matendo ya waja siku hiyo ni cha kweli. Manake hapa inathibitisha ile mizani, hizo walmizanu haq, na mizani ni kweli. Dalili ndio hiyo. Naam, kwamba watu watakwenda kupima matendo yao, manake yatakwenda kumda, atakwenda kupima matendo yake, na yeye mwenyewe pia atapimwa. Matendo atapimwa kwanza, kwa bwana pia kana sawa. Mizani ambao lahu kifatani, sawa, ina viganja viwili, lahu kifatani, mizani na viganja viwili, mizani al-amali, mizani ya matendo ya waja. Walwaznu yawmaidhin alhaq, na kipimo cha matendo ya waja siku hiyo kweli, manake ni cha kweli kipimo hicho. Waznu a'mali an-nas yawm al-qiyamah, kile kipimo, mizani ya matendo ya watu siku ya Kiyama, yakunu bimizani haqiqi, itakuwa ni kwa kipimo cha uhakika, bil adli wal qist, kwa uadilifu na uadilifu vile vile, alladhi la dhulma fihi, uadilifu ambao hakuna dhulma katika. Faman thaqulat mawazinu, basi yule ambaye itakuwa uzito, manake yatakuwa mazito mizani zake, zitakuwa nzito mizani zake za matendo yake mema, faulaika humul muflihun, basi hao ni wenye kufaulu. Yani akipima kwamba ule uzito ni katika matendo yake mema, mizani matendo yake mema inakuwa ni mizito, hao ni katika watu wa kheri, watu wa peponi. Jamani, kwa sawa. Waman khafa faman thaqulat mawazinuhu, basi yule ambaye zitakuwa nzito mizani zake, manake mizani za matendo yake ya kheri, vipimo vya matendo yake ya kheri itakuwa ni mazito, matendo yake ya kheri itakuwa ni mazito, imezidi matendo yake ya shari. Faulaika humul muflihun, hao ni wenye kufaulu. Ay faman thaqulat mawazinu a'mali, yule ambaye itakuwa nzito mizani ya matendo yake, ni kathurat hasanati, kwa ule wingi wa matendo yake mema, wingi wa matendo yake mema mpaka ile mizani yake imekuwa nzito kabisa. Faulaika humul faizun, hao ni wenye kufaulu.
Waman khaffat mawazinuhu, na yule ambaye itakuwa mepesi mizani yake ya matendo yake mabaya, yani matendo yake mabaya yatakuwa ni mepesi, yamezidiwa. Sawa. Waman khaffat, na yule ambaye itakuwa mepesi mawazinuhu, mizani yake ya matendo ya kheri, yani mizani yake ya matendo ya kheri ni mepesi kutokana na ule wingi wa matendo yake mabaya. Manake matendo yake mabaya ni mazito kuliko matendo yake mema. Sawa. Waman khaffat mawazinuhu, na yule ambaye itakuwa ni mepesi mawazinuhu, mizani zake za matendo yake. Ay waman khaffat mawazinu a'mali, na yule ambaye itakuwa ni mepesi mizani za matendo yake ya kheri. Nikakura sayyi'at, ule wingi wa matendo yake mabaya, yani mingi matendo yake mabaya yamekuwa ni mingi, kwa hiyo matendo yake ya kheri yamekuwa mepesi kabisa. Faulaika alladhina khasiru anfusahum, hao ndio wale ambao wamezihasiri nafsi zao. Bima kanu biayatina yadhlimun, kwa sababu ile walipokuwa kwa aya zetu wakizidhuluma, manake wakizikufuru. Sawa. Alafu na wale ambao matendo yao yatakuwa wakati kwa kati yako 50 kwa 50, hao ndio ashabu al-a'raf. Walaqad makkannakum fil ardi, wallahi hakika tumewamakinisha nyinyi katika ardhi, maana tumewatuliza nyinyi katika ardhi. Waja'alna lakum fiha ma'aish, na tukawajalia nyinyi katika ardhi sehemu za maisha, sehemu za kutafuta riziki. Qalilan ma tashkurun, ni kuchache mno kushukuru kwenu. Qalilan ma tashkurun, ni kuchache mno kushukuru kwenu. Manake kushukuru kwenu kuchache. Walaqad makkannakum fil ardh, na wallahi hakika tumewatulizeni katika ardhi. Maana walaqad makkanna lakum ayuha nnas fil ardh, na wallahi hakika tumewatuliza nyinyi enyi watu katika hii ardhi. Waja'alna lakum fiha ma'aish, na tukajalia kwenu nyinyi katika ardhi hiyo ni sehemu za kutafuta maisha, manake ni sehemu za kutafuta maisha yenu. Qalilan ma tashkurun, ni kuchache mno kushukuru kwenu. Walaqad khalaqnakum, wallahi hakika tumeumbeni nyinyi. Thumma sawwarnakum, kisha tukawatieni sura. Na hii ndio maana maneno Allah pale aliposema fi ayi suratin ma shaa rakaba, kwa sura yoyote ambayo Allah ameitaka kwa mja wake, rakaba, amekupandanisha nao, amekubandika nao. Manake hii sura uliyokuwa na wewe shekhi wangu ndio sura ambayo ameitaka Allah uifanye. Sitoka tuko sawa? Kwa hiyo kama atatakia mtu akwambia wewe sura yako mbaya, mwambie ndivyo alivyotaka Allah hii sura iwe hivi. Wanaelewa vizuri? Na sura hiyo ndio kwa maana Allah ndio nzuri. Walaqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, ndio nzuri hiyo. Kwa hiyo kama mtu takuwa wewe akukosoa na sura yako, mwambie aombe yake nzuri, kama yeye shujaa aombe yake. Si tuko sawa hapa? Kwa hiyo walaqad khalaqnakum, wallahi hakika tumeumbeni nyinyi. Thumma sawwarnakum, kisha tukawatieni sura. Thumma qulna lilmalaikati isjudu li Adam, kisha tukawaambia malaika msujudieni Adam. Na katika hizo habari nyingine Allah sasa fasajadu, wakamsujudia malaika wote, illa Iblis, lakini Iblis lam yakun min as-sajidin, hakuwa ni katika wale wenye kusujudu. Sawa. طيب ولقد خلقناكم, wallahi hakika tumeumbeni nyinyi. Ay walaqad an'amna alaykum bi khalqi aslikum, wallahi hakika tumewaneemesha nyinyi kwa kuumba yule asili yenu. Wa huwa abukum Adam min al-adam, naye ni baba yenu Adam min al-adam, kwa kukosekana. Manake kwamba Adam kabla hapo lam yakun shay'an madhkura, au sio bwana? Kwamba hakikuwa ni kitu cha kutajwa, tumeumba viumbe vingi tu kabla mwanadamu. Mwanadamu katika vile mwishoni kuumba. Allah kaumba mbingu zake, kaumba ardhi, kaumba mimea, kaumba wanyama, kaumba kadha, majini, vitu gani vyote kaumba huko mwishoni. Si mwanadamu anapojiona kwamba anajiona kama yeye yani ndio wa kwanza kuumba.
Manake vyote alivyokuta hapa, vyote alivyokuta hapa duniani yeye haviona vina maana yote zaidi yake yeye. Lakini ni takrimu ya Allah tabaraka. Thumma sawwarnakum, kisha tukawatieni sura. Manake kisha tukawatieni sura nyinyi. Thumma qulna lilmalaikati, kisha tukawaambia malaika alayhimus salam bisujudi lahu, kumsujudia Adam. Na hii inakuwa ni ikraman wa ihtiraman, ni kwa kule kumkirimu na kumheshimu, wa idhaharan li fadli Adam, na kule kudhihirisha ule ubora wa Adam. Adam alikuwa ni kiumbe bora, walaqad karramna bani Adam fil barri wal bahri. Thumma qulna lilmalaikati isjudu li Adama, kisha tukawaambia malaika msujudieni Adam. Sujuda hii ni sujuda ile taani ihtiraman wa takriman, sawa, na kudhihirisha ubora wa Adam. Fasajadu, manake fasajadu jamia, wakasujudu malaika wote wakamsujudia, illa Iblisa, lakini Iblis alladhi kana ma'ahu, Iblis ambaye alikuwa pamoja naye, maana pamoja na hao malaika, lam yakun minas sajidin, hakuwa ni katika wale wenye kumsujudia. Kumsujudia nani? Adam. Kwa nini? Ahlul ilm wanasema hasadan lahu, ndio sababu hasadan lahu ala hadha at-takrim al-azim, kwa ajili ya husda tu aliyokuwa nao Iblis juu ya huko kutukuzwa kulikokuwa kukubwa kwa Adam, akamhusudu. Kama tuko sawa, tusimama hapa. Lakini sasa habari inayofuatia sasa ni habari ya Adam pamoja na bwana Ibilisi pamoja na mke wake Hawa. Pale Adam alipoingia peponi, ikatokea hilo zumu lililotokea kati yake na Ibilisi. Lau kama si zumu hili, basi sisi tungekuwa tuko peponi sasa. Baada hili balaa tulikokuwa nalo tumeshakana nalo mapema. Kwa sawa, tutakuja kuelezea darasa linalokuja kwa vizuri tu, tujue sisi asili yetu ni kutoka wapi na alikuwa kwetu ni wapi. Hili jambo la msingi sana, lazima ujue asili yako. Wewe asili yako ni nani na wewe unatokea wapi na kwenu wapi, muhimu hii. Kwa lazima tujue kwamba asili yetu sisi ni hii, alafu alikuwa kwetu asili yetu ni wapi. So ni kwamba wewe ujipandikize miji tu, kuna kwenu ulikotoka huko mbinguni. Sitolana vizuri hapa, tutakuja kuelezea darasa linalokuja yaumu ghadin insha Allah. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.